Upo kwenye uchumba sugu. Kuna mtu uko naye kwenye mahusiano zaidi ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, wengine miaka 10. Imefika mahali mmezoeana, mmefahamiana, lakini mpaka sasa hakuna tumaini la kuingia kwenye ndoa. Haja moyo wako ni kuingia kwenye ndoa. Mara zote unaahidiwa, lakini ahadi hazitimii. Unaambiwa nitakuja kwenu, nitafanya hivi, tutafanya hivi, lakini mambo hayatimii. Umechoka kuwa kwenye uchumba sugu na kuahidiwa ahadi ambazo hazitimii. Umeahidiwa mpaka leo ahadi nyingi, lakini hazitimii, hazifanyikiwi. Nawe ni kiu yako kuingia kwenye ndoa. Ni maombi yako Mungu akusaidie uweze kupata ndoa. Leo tutaenda kumwomba Mungu afungue lango la ndoa. Kuwa kwenye uchumba sugu wa zaidi ya mwaka mmoja, miaka miwili, mitatu na kuendelea, hiyo ni roho ya kucheleweshwa. Ni roho ya kuzuiliwa ubaki unapiga mark time kwenye eneo lile lile. Unahitaji umwambie Mungu sasa, ninaomba mapenzi yako yatimizwe. Kama huyu ndiye wa kwangu, basi Mungu ninakusii, achilia wepesi tuweze kufika kwenye kusudi la ndoa. Na kama siye, basi Mungu muondoe kwenye maisha yangu. Nipe moyo wa ujasiri, niletee mtu sahihi ambaye nitafika naye kwenye kusudi. Kuna mtu anaweza kawa katika maisha yako, yupo kwa ajili ya kuchelewesha. Anakutumia na anakuwa pamoja na wewe kwa kipindi fulani, lakini baada ya hapo anakuacha na anamchukua mtu mwingine. Hili kama unamwamini Mungu, halitakiwi liwe kwako. Muombe Mungu mwili wako liwe hekalu la Mungu. Usitamani mwili wako kawa ni chombo cha starehe tu. Mwambie Mungu, hapana, nakataa roho hii. Nahitaji heshima, nahitaji kuheshimika. Nakataa roho ya aibu kwenye familia. Nakataa roho ya kuwa vile vile tu kwenye mahusiano yale yale, kwenye mahusiano ambayo hayafikii hatima ya ndoa. Leo ninakusii Mungu kwa neema yako, kama huyu nile naye ndiye, basi Mungu tufikie hatima. Kama huyu nile naye ndiye uliyemkusudia, Mungu achilia wepesi, fungua milango ya fedha, fungua milango ya ujasiri, fungua milango ya wepesi, tuweze kufikia kusudi la ndoa takatifu. Na kama siye, Mungu muondoe kwenye maisha yangu ili nisicheleweshwe. Wengi wakati wa matokeo ya Mungu huwa mnakataa kuyapokea, lakini unapomwomba Mungu maombi kama haya, kubali kuyapokea matokeo ya Mungu. Wakati mwingine unaweza kaa uko na mtu lakini yupo kwa ajili ya kuchelewesha, na wewe mwambie Mungu, naomba ishara. Kama ni wa kunichelewesha, basi Mungu muondoe. Lakini kama ndiye, namkamata katika ulimwengu wa roho, namteka, nafungua fahamu zake, nampa nguvu, nampa uchumi mwepesi, aweze kufika kuleta heshima kwenye malango yetu. Usikubali kuwa mtu wa rahisi. Usikubali kuwa ni mtu ambaye unadanganywa tu. Usikubali kuwa ni mtu ambaye unachezewa, unaziakiwa tu, unaonekana kama ni mtu ambaye huna msimamo. Mwambie Mungu, hapana, leo imetosha. Nirehemu kwa yale ambao nilikosea, kwa yale ambao nilikuwa tofauti mapenzi yako, kwa yale ambao niliondoa utu wangu. Kuna watu mnajua kupenda kupitiliza, yani unapenda unapitiliza mpaka utaki matokeo ambayo Mungu ameyakusudia. Hilo ikuondoke kwa jina la Yesu. Mungu akupe upendo wa kibinadamu, upendo wa kiasi, ili usiwe kashindwa kumpenda Mungu kwa kiwango hicho. Maana kuna watu wanaopenda wanadamu kuliko kumpenda Mungu. Wanakataa matokeo ya Mungu, wanayakubali matokeo ya wanadamu zaidi, wanayakubali matokeo ya matatizo zaidi. Inafika mahali wanapokutana na situation magumu, wanaona bora wajiue, wanaona bora wapotee. Kumbe Mungu ana upendo zaidi ya huo. Kumbe Mungu anakupenda zaidi ya hiyo shida yako. Mungu anakupenda zaidi ya hilo tatizo lako, changamoto yako. Mungu anaweza kukuokoa. Mungu anaweza kukusaidia. Anachotaka ni wewe kumwamini, kumuomba, kumshirikisha yeye. Mshirikishe Mungu sasa kwa habari ya mahusiano ambayo uko nayo. Muombe Mungu. Wengine mmekuwa na roho ya kutakwa na wanaume za watu, roho ya kuhangaika na maisha ambayo hayaleti heshima. Miaka inaenda, miaka inazidi kwenda, umekuwa na uchumba bubu, uchumba ambao hauna heshima, uchumba ambao upo tu, mahusiano ambayo hayaleti matokeo. Nami nakuombea hayo mahusiano, hiyo relationship ambayo uko nayo, ambayo haifikii hatima, nakataa kwa jina la Yesu. Nakuombea kuanzia sasa, Mungu akusaidie. Inua mkono wako juu sasa, na sogeza kabisa hii sauti iwe karibu na wewe. Bwana Mungu, ninainua imani ya mtu huyu, nainua imani yake sasa. Najua amechoka kuwa kwenye utumwa wa mahusiano. Amechoka kuwa kwenye mahusiano isiyofika hatima, mahusiano ambayo imekuwa na miaka mingi tu haieleweki, ahadi ambazo hazitimii. Baba, ninakuomba kama aliyekuwa naye ndiye wa kwake uliyemkusudia, ndiye mwenza wake sahihi. Baba, ninaomba uthibitishe, naomba ufungue milango, naomba uachilie ishara yote. Omba Mungu akupe ishara yote. Omba Mungu ishara. Mwambie Mungu kama ndiye yeye, naomba ishara fulani itokee kwake. Biblia inasema kwamba hata wakati ambao Ibrahimu alipokuwa amemwagiza mjakazi wake aende kumtafutia mtoto wake mke, yule mjakazi ili kujua kwamba mke huyu ametokana na Mungu, ilibidi aweke ishara. Amwambie Mungu, naweka ishara hii,
kikitokea kitu fulani nitajua huyu ndiye. Na akuishia kwenye ishara moja, alitaka ishara zaidi ya 3. Na mwambie Mungu naomba ishara. Mwambie Mungu naomba ishara ya kwanza, ishara ya pili, ishara ya 3. Ukiona umethibitisha ishara zote zimeonekana, maana yake huyo Mungu amemruhusu katika maisha yako. Lakini kama siye, Mungu akuondoe karibu na yeye. Litokee jambo lolote lile tu la kuwafarakanisha, la kuwaweka mbali, ili usicheleweshwe. Kuna watu mnagombanaga, mnarudiana tena, mnagombana, mnaachana, mnarudiana tena. Imefika mahali imekuwa kama historia ya maisha yako. Hiyo roho ikatae. Ifike mahali heshima yako ibaki kwa heshima ya kwako. Navua hilo pepo ambalo limekuvaa. Ewe roho ya giza, maagano ya kipepo, roho ya kutafsirika vibaya, wazo la uzinifu, wazo la kutumiwa kama mwanamke wa bure bure, mwanamke asiyekuwa na heshima, mwanamke asiyekuwa na maana. Nakataa roho ya kipepo, roho ya giza. Wengine mko kwenye mahusiano, ni kijana uko na mahusiano na mwanamke, huyo mwanamke haeleweki, ana wanaume wengi. Huyo mwanaume haeleweki, ana wanawake wengi. Anawaza ni nani atakayemfaa, ana wewe, ana yule, ana yule, ana yule. Hiyo pepo naikataa. Toka kwa jina la Yesu, na kuombea kibali chako, na kuombea Mungu akusaidie. Hiyo alama uliyoweka mbele za Mungu, Mungu akaithibitishe, Mungu akaidhihirishe. Nami naenda kila kinyume na nguvu za giza zilizokuwa zimekaa juu yenu, ambazo zinawachelewesha, ziwaachie. Kama kuna miungu haiendani, pengine miungu ya kwenu na miungu ya kwao inakataliana, madhabahu na makabila yanakataliana, na kataa hayo mapepo. Toka nguvu za giza. Achia mahusiano ya mtu huyu, achia kibali cha ndoa, achia kibali cha ndoa. Ewe pepo uliyezuia malango ya heshima, uliyezuia malango ya ndoa, na kuamuru toka kwa jina Yesu. Achia malango ya ndoa. Enyi majini, mapepo, wengine mmeolewa na miungu, mmeolewa na majini, mmefunga ndoa, wengine mmeoa majini wa mapepo. Toka wewe roho chafu, unayezuia ndoa, unayezuia heshima ya ndoa, na kuondoa kuanzia sasa. Toka kwa jina Yesu. Achia wepesi wa ndoa, achia kibali cha ndoa. Nafukuza kila nguvu za giza, nafukuza roho ya kuchelewesha. Toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Chomoka, pigwa kwa jina la Yesu. Ninalipua hiyo nguvu ya giza, nalipua hiyo mapepo, nalipua hiyo miungu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Pokea nuru kwenye sura yako, pokea nuru kwenye familia yenu. Malango ya familia ninayaombea, malango ya mahali ulipozaliwa, malango ya hawa watakaopokea heshima ya mahali, malango ya heshima yatakaotoa mahali, nayaombea kwa jina la Yesu. Wewe ni kijana, ninakuombea. Wewe ni binti, ninakuombea. Nawaombea Mungu awasaidie. Wengine ndio mko mwanzo wa mahusiano, Mungu awasaidie mfikie kwenye hatima yenu. Kila mdudu anayekuja kula na kuharibu aondoke. Kila mdudu anayeharibu mahusiano aondoke. Ewe pepo unayeharibugi mahusiano, unayevurugaga mahusiano, ondoka katika jina la Yesu. Nimekuombea. Mungu akupe kibali, Mungu akupe neema, Mungu arejeshe heshima yako kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba na wewe. Unasikia kuwasiliana na mimi, karibu tuwasiliane kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Lakini pia unaweza kunifuata kwenye vipindi vingine kwa YouTube channel kwa kuandika Maombi ni Dawa, TikTok kuandika Maombi ni Dawa. Usiache kusubscribe YouTube ikiwa umebarikiwa na huduma zetu, na usiache kunifollow TikTok ikiwa umebarikiwa na huduma zetu. Unatamani pia kuachilia sadaka yako kwa ibada hii ya maombi? Karibu kwa sadaka yako kwa namba iliyoandikwa sadaka.